Yo, inakuaje? Hii hapa ni 69 Media. Hope so uko good kinomanoma, nikukaribishe vizuri kabisa. Lakini kabla yote, fika hapo YouTube, subscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa kwanza kupata taarifa zetu. Of course, muziki wa rap bongo umekuwa na heshima kubwa hasa kwa viongozi mbalimbali ikiwemo Bwana FA kuwa kiongozi wa serikali hapa nchini Tanzania. Kwa inaonyesha kabisa rap ni muziki ambao una heshima kubwa sana. Mtu kama Professor Jay tayari ashakuwa mbunge Mikumi huko. Manake tayari rap ina nafasi kubwa ya kumfanya mtu akawa mkubwa zaidi. Na leo kwenye studio 69 tupo na rapper anaitwa Tix. Yeah. Inakuaje mwanangu? Sana. Unyama kabisa. Good kabisa. Hivyo rappers wengi ukikutana nao na kuona tufana hapo so casual, yani wana mambo mengi tofauti na msanii mwingine wa R&B anakuja na ame drip kinoma. Hivi nakuaje hivi? Rapper kama rapper kwanza sio mtu wa mambo mengi. Afu hip hop haijaanzishwa kwa ajili ya madoido. Hip hop imeanzishwa kwa sababu ya uhalisia. Na usi rapper anatakiwa awe mtu fulani mwenye uhalisia mwingi sana. R&B ni wale watu wa kuremba remba nini, wala hata yeye inabidi ahusike katika muonekano, yani ajilembe naye aonekane mbele ya taswira ya watu. Kwa hiyo yeye uzingatie vitu hivi yani kabisa. Sababu kwanza muziki wenyewe ni mgumu. Hip hop ni ngumu. Na ndio tuna introduce hivi. Au sio? Kwamba sisi ni wagumu na tunaendelea kuishi ugumu. Kwa hiyo ugumu unaweza kupeleka hadi kwenye maisha ya nyumbani ukawa na wako ugumu unaendelea. Ila kwa sababu rap ni maisha ambayo yapo. Ni maisha ambayo yapo. Kwa hiyo ninachokiongea mimi ni kipo na inabidi wewe unione na kiishi. Okay. Na kiishi like that. Wewe sio akishua? Mimi sio akishua. Kabisa? Sio akishua kabisa. Kwa asilimia ngapi sio akishua? Asilimia 66 kama namba. Sawa, umeniambia wakati unakuja hapa kuna kigongo ambacho Watanzania wana hamu wa kupokea muziki kama hiyo. Maana unatoa ngoma kwa sababu Watanzania wanaamini wanakipenda hicho kitu. Ndio maana umekiandika. Sio wakishua ndio ngoma ambayo wewe umeiandaa. Umeandika mwenyewe? Kila kitu nimemaliza mimi. Au sio? Katika uandishi. Okay, kabla hatujafika mbali sasa kwa uchache, pengine Mtanzania atakusema okay rapper, ngoja tusikie mistari yake sasa kama rapper. Dogo twenzetu. Hiyo natoka Chafu Pozi. Wachafu mziki wananiita Mchafu Flozi na chafu beat kwa swaga za Chafu Tozi pia na chafu mpaka. Okay, nimesikia Chafu Pozi hapo. Ni shabiki wa Bilnas? Hapana. Mapozi fulani hayana swaga. Okay, Bilnas mkubali yani? Bilnas namkubali sababu ni bro katika hip hop na yeye kaanza kitambo. Okay. Sio akishua ni ngoma ambayo inamaanisha kilichoandikwa au sio akishua tu ni jina au title ya ngoma? Sio akishua ni ngoma ambayo mimi nimeintroduce kwa kile ambacho nakiishi. Na ni uhalisia upo. Sio akishua ni maisha ambayo yapo mule ndani ukiyasikiliza. Sio akishua. Na mistari gani kati ya kwenye hiyo ngoma yako unakukosha zaidi? Umeuandika lakini ukasema huu kwangu ndio the best line, yani ile line ndio bora kuliko line yote kwenye kuna mstari nilisema wenenda slow keep you moving. Bro usijenge chuki no inuka shtuke force snitch mtupe. Okay, snitch mtupe. Kuna neno hapo mbele. Neno fulani hivi mambo magumu. Muziki wa hip hop ni mgumu hadi maneno yake kuyasikiliza pia ni magumu. Okay, kabla hatujamia kwa kiongozi pale and fashion killer, ina kitu nataka natamani ukifahamu kutoka kwako Tix. Wasanii wengi wa rap wamekuwa wakifanya muziki lakini mara nyingi inakuwa muziki wao ni wa kuonekana alafu baadaye wanapotea. Nasema hivyo kwa sababu kuna majina ya rappers wengi hapa Tanzania ambao tulikuwa tunachukulia kama watu ambao wataifanya rap iwe kubwa lakini baadaye tukawa hatuoni kwenye sura ya rap tena. Wapo wengi sana, pengine labda naweza nikatolea mfano wasanii ambao walikuwa wanatoa ngoma mfululizo baadaye wakawa hatuoni. Mtu kama Yankila Msodoki, Dogo Janja alikuwa anafanya lakini baadaye tukaona ile nguvu haipo. Pengine wewe unatumia njia gani kuhakikisha kwamba hii sio akishua, sio ya kwanza na wala sio ya mwisho na utaendelea kufanya ngoma kila siku? Labda mimi nikusahihi hapo kwa kusema ngoma ikitoka wasanii wanapotea. Mtu kama Yankila sio kwamba akapuuza, yani kapotezwa na mashabiki kwamba wamsikilize. Ni namna tu anapata jambo lingine la kufanya na anaamua kuweka muziki pembeni kidogo. Ila bado anaufanya, sio kwamba anaufanya kama mwanzo, hapana. Anaufanya kwa namna ambavyo yeye anaweza kwamba akijisikia, sio kwamba afanye anytime kama mwanzo inakuwa vigumu. Mimi muziki wangu
napanga uende huko. Napanga usikike leo hadi kesho kutokana na kitu ninachokiimba bado kipo katika maisha ya watu. Maana yake hip hop hailipi. Hip hop inalipa. Muziki hamna muziki ambao hauripi. Sasa kama Steve Mweusi aliweza kuimba ile nyimbo ile kama ni muziki na akaondoka nikaenda town mpaka Snoop alipost. Ila katika muziki napo kuna viwili, kuna nyimbo na muziki. Ile kama Steve Mweusi ile uwezo kaita ni muziki. Ule sio muziki, ile ni nyimbo. Hata wimbo wa taifa nao ni wimbo. Ule sio muziki. Muziki ni mtu ambao anauleta muziki mpya masikioni mwako na maneno mapya. Yaani maneno ni yale yale ila kuna namna analeta muziki mpya. Kuna namna unamwambia nini Steve Mweusi? Maana umemrekebisha vizuri. Unamwambia nini Steve Mweusi? Kile anachokifanya sio kwamba ni kibaya, ni kikali na na appreciate kutokana na ubunifu. Muziki ni ubunifu na ndio maana tunabuni maneno, tunabuni styles kutokana na ubunifu uendelee mkubwa. Mkubwa zaidi. And the Fashion Killer, wewe ni manager wa Tix? Amna, mimi ni brother yake tu, supporter. Ni brother, ni wa karibu ambao nalibeba jambo lake. Mara nyingi sana mabro ambao wanasimamia wanasema wana support, mara nyingi sana huwa wanaishi kwenye vivuli vya manager. Yaani mara nyingi unakutana na mtu akwambia mimi namsupport tu, lakini ikija issue nzima ya pakunya man ya fedha utasikia bana mimi manager wake. Hivi inakuaje hapo kwa pande mzima wa usimamizi labda na fedha labda ikiingia kwa msanii ambaye wewe unamsupport? Pengine support inaishia tu kwenye kutoa, wewe uingizi. Hayo sasa kwa sababu tunaanza wanasemaga mwanzo ni mgumu. Hapo mbele ni makubaliano kati ya mimi na Tix. Tutayakaa, tutayaongea, tutapanga jinsi gani tutavyoendesha shughuli zetu. Na mimi nitakaa kwenye play part gani. Umeona nini kwa Tix mpaka ukaamua msupport na sio kusupport watu wengine? Vipaji vipo vingi, lakini kuviona vipaji mpaka vipaji mwenyewe uwe mtu wa kutembea. Mimi Tix namwamini na nimeona kazi zake ni nzuri, na sio hii tu, sio akishua. Na ngoma hapa tukikuplaya mwenyewe utasema babu ni hatari yenyewe. Na hakuna atopinga Dar es Salaam. Tupate tu upenyo tupenye. Kazi ziko nzuri babu. Sawa. Kwa mara ya kwanza unasikia ngoma yake, ilikuwa upo katika situation gani? Unaisikia ngoma yake na ukasema sasa hapa huyu jamaa nabii mimi nimshike mkono kivyo vyote vile? Kwa siku ya kwanza nilivyosikia ngoma ya Tix, nilivutiwa na mashairi yake. Msanii bwana anatakiwa awe anajua kuandika, kutunga, kujiamini. Kwa siku ya kwanza nilivyosikia ngoma Sisi Wakishua ilinivutia na nikamuuliza mdogo wangu una process gani? Akaniambia bwana blaza mimi nimefikia hapa na hapa. Nikamwambia basi poa bro, mdogo wangu nitajitahidi pale ninapojiweza. Tumuombe Mungu tutafanikisha hili swala. Mpaka sasa hivi umetumia kiasi gani cha fedha kumsupport? Nyingi. Milioni ngapi? Kwa sababu hatuziandiki kila nyingi. Zinafika milioni. Zinafika hata milioni 2, milioni 3 zinafika. Au sio? Kwa unazingatia katika upande mzima wa nini, wa kurekodi tu au mavazi, shows labda? Kiufupi And Fashion Killer kwanza ni brand yangu ambayo mimi nauza nadili sana na nguo za mtumba. Mimi mwenyewe nina kategori yangu, yani najipambania. Nauza nguo za mtumba, kwa napata riziki zangu najua nazigawa vipi. Huko namtanguliza Mungu. Kwa kwenye swala la Tix namsimamia kurekodi, kushuti kama hiyo Sisi Wakishua ngoma tumeshuti, pia kuvaa, hata nauli za kutoka hapa na pale, mambo mengi tunaishi. Video iligharimu bei gani? Video bwana hiyo kuna mwanetu mmoja alitufanyia, alituchaji kama kwenye 500 hivi. Kwenye 500 hivi. Sawa. So ukaitoa hiyo na kutegemea kuirudisha hiyo 500? Tumetoa tu ili twende mbele tuone. Tix unasikia fedha hizo? Sio mwisho wa siku wasanii unajua baadaye msanii anajipata alafu anasahau kila kitu, jamaa anajipiga anajikamua. Wewe labda ukutana na washikaji ambao wanakutana wanasema bwana sikiza mimi nitakusimamia hivi na hivi na hivi, alafu tayari And Fashion Killer pale anakusimamia. Pengine labda ushakutana na ushawishi wa watu nakwambia njoo huko achana naye huyo. Vishawishi ni maongezi kwanza baina ya wao na yeye kwamba bwana hapa inakuwa vipi, kwa sababu hapo mimi tena sio kwamba nahusika. Maana ya kumsimamia mtu ndio hivyo kwamba kitakachotokea mimi nakiwasilisha kwake
anajua jinsi gani ya kuishi nacho. Kwa hiyo vishawishi wewe unapambana navyo. Napambana navyo, namsogezea mwenyewe, akiona havina maslahi ndo kama hivyo naona tunaendelea kupambana wenyewe. Msanii gani wewe Bongo hapa unamkubali kwenye muziki wa rap? Katika muziki wa rap so mmoja. Ila the best. Billnass. Kama Billnenga unamkubali? Nilisema Billnenga kama niliotea hivi. Billnass unamkubali? Namkubali sana. Kipi kinakufanya umkubali Billnass na sio wengine? Style anayofanya muziki. Billnass hata ukimsikiliza katika ngoma zake, kapita kwa beat ya singeli, kapita R&B, kapita rap, kapita ni beat kaza. So yani ile style mimi ndo inanifanya niwe inspire sana. Kwamba nifanye kama yeye. Sawa. Na msanii gani labda tofauti na kwenye mipaka yetu ya Tanzania, labda nje ya mipaka ya Tanzania wewe unamuelewa sana? Nasty C. Kutoka South Africa. Style. Basi nishajua wewe ni rapper aina gani. Rapper fulani hivi vitu vingi, yani ukishaona hapa na mafungu ya vitu collection ile inaitwa ile package ya maana ndo anayo. So mbaya. Unajiona wapi baada ya miaka 2 au 3 kuanzia hapo? Hiyo sasa ni mipango ya Mungu na uzima. Ila tunategemea tufike mbali. Tunategemea tufike mbali na situonyeshe kile ambacho tunacho.